warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na tukiwa Masjid Jamia iliyopo Port Victoria mjini kaunti ya Busia, Kenya. Kwa mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV, na huu ni msikiti wa Jamia na waumini ndio wanatokea msikiti, na kulikuwa darasa ya vijana ambayo kwamba darasa hili imeandaliwa na Bunyala Youth Muslim Group ambayo kwamba ndio wameandaa semina hii ya vijana, na tutaongea na baadhi ya waumini ambao kwamba waliokuwa miongoni mwa watu waliokuwa wameshiriki katika semina hii. Tutaongea nao kujua wamepata faida gani na hasa nini hasa walichokipata ambao kwamba walikuwa hawajui. Na hapa tutaongea na muumini ambaye kwamba aliyekuwa ndani ya semina hii. Asalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Salama sana. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Idi Donati. Idi Donati. Mashallah, wewe ni miongoni mwa vijana ambao kwamba mmeshiriki katika semina hii ambayo ilikuwa na Sheikh Muhammad Musa, ambaye kwamba mada ilikuwa ni undugu. Nafikiri katika mada hii ya undugu pengine umefaidika nini katika mada hii ya semina? Nimeshukuru sana kwa ujio wenu, kwa maana vile mmekuja tumesikia maneno mazuri sana yenye yanaendeleana na maadili ya Uislamu, na Uislamu ni mzuri sana. Vile tumesikia hiyo mambo, tumeridhika sana ndani ya moyo wetu, ili tusikie mambo ya Uislamu inaendelea vipi. Nashukuru sana kwa ujio wenu. Nafikiri mada ilikuwa ni undugu. Vipi jamii ya huku Port Victoria, ili swala la undugu, je, mna undugu mmeshikana pamoja au ni fitna na mambo mengine? Undugu tumeshikana pamoja, kwa maana wanasema Muislamu kwa Muislamu ni ndugu, na tumeshikana pamoja, tuko sawa sawa na tuko kangari kabisa. Wewe kama wewe hapo, ni jambo gani ambalo kwamba umelipata hata ukiambiwa sasa hivi darasa ya leo au semina ya leo, pengine kuna jambo ambalo umelishika umetoka nao leo hapa, sema hili mpaka kufa kwangu sisahau? Kushika kwetu tumeshika ni mambo ya kazi yenye tunafanya kama sisi wana bodaboda, ya kwamba anasema ya kwamba kama umeshikana na bodaboda, kama ile miaka yote ulikuwa unafanya vile bodaboda, isifike siku ya Ramadhani ya kwamba unasema tunakagua watu ili uwezi beba huyu, uwezi beba huyu. Tumeshikamana pamoja na nimesikia na nimeshukuru sana hiyo jambo. Mashallah, shukrani sana. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyu ni muumini ambaye kwamba aliyeshiriki katika semina hii na miongoni mwa watu ambao kwamba aliuliza maswali. Swali lake lilikuwa kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukiwa umembeba bodaboda, umebeba abiria ambaye kama ni wa kike, je, saumu yako inafunguliwa au itakuwa saumu hauna? Kwa hiyo akajibu na Sheikh Muhammad ambaye kwamba ukiwa umembeba mwanamke na ukiwa umefunga, basi waruhusiwa kumbeba, ila yategemea umembeba kwa nia gani, pengine ni mtu wako au ni vipi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tutaongea na waumini wengine ambao kwamba wako wengi hapa, ambao kwamba tutakuwa tayari kuzungumza inshallah, tuweze kuongea mawili matatu. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Salama sana Sheikh. Unaitwa nani? Mimi naitwa Isa Ali Otinga Malumbano. Nani? Isa Ali Otinga Malumbano. Sasa kulingana na darasa hii, ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki darasa hii ambaye Sheikh Muhammad Musa, mada ilikuwa ni undugu, kuungama undugu na kudumisha undugu. Dio. Pengine wewe katika mada hii umefaidika nini? Mimi nimefaidika sana, kwa sababu hata katika imani yangu naona undugu, kupendana katika Uislamu ni vizuri, na pia nimejifunza pia Muislamu ambaye ana mke anafaa kuwa na yeye wa halali, ili mambo yake pia ikuwe sawa kwa Mwenyezi Mungu. Wewe katika jamii yenu hili swala la undugu liko vipi? Liko salama kabisa, alhamdulillah, liko sawa. Watu wanapendana kabisa? Watu wanapendana. Mashallah, shukrani sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na ukiangalia upande mwingine ni wamama watoka msikitini kutoka kuswali swala dhuhuri, na tutazungumza na wamama mmoja, wawili, watatu ambao kwamba katika darasa hii ya undugu pengine wamefaidika na jambo gani. Pengine mama ambaye kwamba atakuwa tayari kuzungumza, inshallah tunamkaribisha hapa tuweze kujua mawili matatu kupitia darasa hii iliyokuwa Masjid Jamia. Asalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Niko na afya, nashukuru Mwenyezi Mungu amenipatia uzima. Nimekuja kuhudhuria hii hali ya kusikia habari ya maneno ya Uislamu, na darasa imekuwa mzuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, iendelee tu hivi, kwa sababu tunapata elimu, tunapata mawaidha kutoka mbalimbali. Pengine tulikuwa kama mimi nilikuwa pengine mengine siyajui, lakini nimepata kufahamu kwa kujifunza. Nashukuru Mwenyezi Mungu, darasa iendelee, na hata Ramadhani ikiisha tunashukuru Mwenyezi Mungu tena tuendelee kwamba kuwa pamoja na kuendeleza darasa yetu kuendelea. Pengine katika darasa hii umefaidika jambo gani ambapo kwamba darasa iendelee na iendelee kwamba tujamishane katika hali ya ujamaa ya Uislamu, tuungane pamoja. Ujue kwamba Muislamu mwenzako ni Muislamu, ni ndugu yako, ni dada yako. Tuache mambo ya kutengana, tuache mambo ya kuchukiana, na sisi ni Waislamu. Nimefaidi na hilo jambo limeniguza kabisa ndani ya moyo wangu. Unaitwa nani pengine? Mimi naitwa Zarika Asma. Mashallah, shukrani sana mamangu.
Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyu ni mama ambaye kwamba aliyekuwa miongoni mwa waumini walioshiriki katika semina hii iliyoandaliwa Masjid Jami ya Port Victoria, na mada ilikuwa ni undugu, na mwenye kuongoza darasa hili ilikuwa ni Sheikh Muhammad Musa. Tazungumza na mama mwingine ambaye kwamba atakuwa tayari, naona wengine wanakimbia wakiogopa kuzungumza, lakini nafikiri mengi wamefaidika kupitia darasa hii ya undugu iliyopo Masjid Jami ya Port Victoria. Na pia usisahau msikiti huu lazima uwe na uongozi, na uongozi ni Sheikh na imamu msikiti huu, tutazungumza naye na pia tuone pia jambo hili la darasa ya semina hii, pengine changamoto ilikuwa nini katika waumini waliokuwa hapa, na pengine mada hii, je, kwa sababu gani akatenga mada hii ya undugu? Kwa sasa asingetenga mada ya Ramadhani, mada ya swala, ikawa special mada ya undugu. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah, nashukuru Sheikh. Sheikh, unaitwa nani kwa jina? Kwa majina Sheikh Ali Nguu, imamu wa msikiti wa Port Victoria Jamia na naibu mwenyekiti wa maimamu wa kaunti ya Busia. Mashallah, pengine Sheikh, mada na semina imekuwa katika msikiti wako wa Masjid Jamia, na kwa nini ukaonelea mada ikawa ni undugu? Kwa nini isiwe swala, isiwe kiyama, isiwe mauti, ikawa ni undugu? Wallahi, ni semina hii ya siku ya leo mimi ninafurahia sana kwa kuiandaa, kwa sababu undugu ni jambo kubwa sana, jambo adhimu katika Uislamu, ambalo kwamba inafaa kila mtu, kila Muislamu azingatie undugu, na Sheikh ametufundisha undugu mara 3 ambao kwamba kuna umuhimu mkubwa mno, kwa sababu ametuzungumzia undugu wa kwanza ni undugu wa wanadamu, undugu wa pili ni ile undugu wa jamii au wa ukabila, na undugu wa tatu ni ule undugu wa Uislamu ambao kwamba ni muhimu na ni kubwa zaidi, na inafaa Uislamu wote uzingatie, kwa sababu ukiangalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine ambazo kwamba zimesalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhusia kama kila mtu atachukua undugu kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna jambo litakalo kuwa gumu na hakuna jambo litakalosumbua katika jamii, katika dini au katika maeneo yote yale, kwa sababu kila mtu ni ndugu yako katika dunia hii. Na vile vile undugu wa Uislamu pia, ukiwa wewe unathamini undugu wa Uislamu, wallahi hakuna jambo litakalosimama, litakalosumbua, litakaloleta mshika au shida. Kila jambo katika dini yetu ya Uislamu litakuwa ni sawa, kwa sababu Uislamu ni wepesi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia Uislamu ni wepesi, Mwenyezi Mungu anatuambia Uislamu ni wepesi, na vile vile tukiufanya uwepesi na tuchanganye undugu ndani, wallahi itakuwa ni jambo adhimu kabisa, na tunashukuru sana wallahi. Na pengine hii darasa hii pengine ni wadhamini wale sponsor, au ni kuna kikundi maalum ile sponsor, au ni waumini wa Kiislamu, au ni wewe mwenyewe umeamua kusponsor darasa hii, ama kuna vipi katika darasa hizi? Sisi katika jamii ya Uislamu ya Bunyala tulianzisha kikundi cha Bunyala Muslim Youth Group. Kikundi hiki tumekianzisha kwa sababu ya masala ya da'wa, na kikundi hichi cha vijana wa Kiislamu wa Bunyala wallahi kinasaidia sana, na kuna watu wanakichangia na kinasaidia sana kwa masala ya dawa. Kama hii ndio kikundi ambacho kwamba kimesimamia shughuli hii nzima, na ikawa ni yenye kufanikiwa kwa sababu ya vijana wa Kiislamu wanataka elimu ya Uislamu iwe ni yenye kusambaa na kusaidia ni jamii yote. Wallahi vijana hawa wanafanya kazi kubwa sana, na mimi ninawashukuru. Tulivyoanzisha kikundi hiki na Sheikh mwenzangu Abdul Aziz, tukaamua kwamba kikundi hiki kiwe chenye kusaidia vijana, tukiwa na Sheikh Abdul Shakur na Sheikh Uthman, kinafanya kazi mzuri. So tamasha hili au zoezi hili limeandaliwa na Bunyala Muslim Youth Group. Pengine darasa hizi na semina hizi ni ndani ya Ramadhani peke yao, au kabla ya Ramadhani pia unaandaa, au ndani ya mwezi mtukufu nje ya Ramadhani pia unaandaa darasa kama hizi? Bunyala Muslim Youth Group inaandaa semina iwe ndani ya Ramadhani, isiwe ndani ya Ramadhani, haibagui. Inafanya semina hizi muda wote ule ambao kwamba wamejipangilia na wanaona kwamba tunaweza kufanya, huwa wanaitisha semina hizi kila wakati, si tu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na pengine kaunti zingine ambazo kwamba wana vijana lakini hawafanyi harakati hizi, pengine mnaoshauri nini? Mimi kama kiongozi pia wa kaunti ya Busia ninashauri viongozi wa sehemu zozote zile, kwa sababu kaunti 7 za kaunti hii ambazo kwamba saizi ni 8, na vile vile nje ya kaunti ya Busia, maimamu anzisheni kikundi cha vijana wa Kiislamu na wawasaidie wafanye kazi ya Uislamu iwe ni nyepesi, kwa sababu sisi peke yetu hatuwezi. Maimamu peke yetu hatuwezi hii kazi, lazima tushikamane na vijana. Alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa na hakina Ali radhiallahu anhu, alipokuwa na Jafar radhiallahu anhu, Ibn Abbas, wale wote walikuwa ni vijana ambao kwamba walisaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. So ninawahusia na kuwarai viongozi wenzangu, tujaribuni sana tuweke kundi la Waislamu vijana katika kila sub county. Na pengine kundi la vijana hivi ni wanawake peke yake, ni mix, au ni vijana peke yake? Kundi la Bunyala Muslim Youth Group lina vijana wa kiume na lina vijana wa kike. Vijana wa kike wanaangalia masala ya wanawake wao na mabinti wenzao. Vijana wa kiume pia wanaangalia masala ya vijana wenzao, ila kunafika wakati
wanasaidiana kwa sababu mathalan huwezi chukua kijana wa kiume ukamtuma kwenda kuangalia kuna mambo ya ndani ambayo kwamba kijana wa kiume haiza akaangalia kwa vijana wa kike, au kijana wa kike akaangalia kwa vijana wa kiume. So kundi hili lina vijana wote wa kiume na wa kike, wote wako katika Bunyala Muslim Youth Group. Pengine hawa vijana na wa kike na vijana wa kiume, kuna waliooa au wote hawajaoa? Sisi vijana wetu, unajua kuna umri wa ujana kuanzia katika mafundisho na sharia yetu ya Kiislamu. Kuna vijana ambao kwamba wameoa na kuna vijana ambao kwamba hawajaoa. Kategori zote mbili ziko katika kundi hili la Bunyala Muslim Youth Group. Hata sisi unavyotuona hivi maimamu, sisi ni patron wa kundi hili. Tunaangalia imeharibika wapi, tusaidie wapi, advice gani, sisi maimamu ndio tunao wasaidia. So sisi pia tumo miongoni mwao. So kuna wale ambao kwamba wameoa na kuna wale ambao kwamba bado hawajafanikiwa kupata ndoa. Kuna wale ambao kwamba wako mashuleni bado na ni vijana wa Bunyala Muslim Youth Group, na kuna wale ambao kwamba wamemaliza shule pia vile vile wako katika kundi la Bunyala Muslim Youth Group. Mashallah, shukran Sheikh, jazakallahu khair. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni Sheikh Ali Nguu ambaye kwamba ni imamu wa Masjid Jamia Port Victoria na pia ni chairman na naibu chairman wa Maimamu Busia County yote. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, hii ilikuwa ni semina ya vijana, ikiwa ni raundi ya pili iliyofanyika Masjid Jamia Port Victoria. Raundi ya kwanza ilifanyika Masjid Tauhid ya Port Victoria ambayo kwamba ni Marenga Beach kule, na hii ni ya pili sasa hivi. Nafikiri inshallah kuendelea tutaandaa semina zingine, na hapa tutazungumza na kiongozi wa vijana ambaye kwamba tulizungumza naye kwa Masjid Tauhid Port Victoria kule Marenga, na pia tutazungumza naye sasa hivi tuweze kujua moja mbili tatu. Na leo tunamuona mashallah ameweza kupiga koti juu ya kanzu, mashallah ameweza kung'ara kabisa, na kanzu imeweza kupigwa pasi vizuri. Nadhani kama anaenda kuoa mke, hatuwezi kujua, pengine anataka kufunga nikaa mke watatu au wanne, pia tutatueleza inshallah. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako Sheikh? Alhamdulillah. Mashallah, kwanza kabisa Sheikh, leo umependeza sana leo. Mashaallah, shukran. Mtaka kuoa mke mwingine ama hapana? Hii mavazi tu kawaida sio? Mavazi tu kawaida, lazima tung'are. Mashallah, pengine utukumbushe jina lako, ilikuwa ni mwanzo. Naitwa Osman Idris, mwenyekiti wa chama cha vijana ambao tumeorganize seminar ambayo tumekuwa na hapa leo katika msikiti wetu wa Jamia. Pengine chama leo nafikiri ni raundi ya pili ya semina hii. Raundi ya kwanza ilikuwa Masjid Tauhid Port Victoria Marenga kule, na leo naona mada ilikuwa ni undugu. Kwa nini hasa mkatengeneza mada hii ya undugu? Kuna jambo lote huku la kutounganya undugu maeneo haya? Tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyoyo za watu zina intent kukua laini. Kuna baadhi ya watu wameweka chuki na ndugu zao ya miaka na mikaka. Tumekuwa na suluhisho nyingi za kutangamana kwa undugu. Tumeona ni wakati mzuri kwa sababu ya dhima ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipatia nafasi ya undugu. Tukaorganize darasa, tukataka hasatan mtu atambue umuhimu wa undugu wa Uislamu. Ndio sababu na lengo na sababu ambayo kwamba ikafanya tukaorganize darasa ambayo kwamba alhamdulillah Sheikh Muhammad ametutolea kwa njia ya ufasaha vizuri sana. Mashallah, shukran Sheikh, sikushoshe sana leo bwana. Jazakallahu khair. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni chairman wa vijana Bunyala Muslim Youth Group, na kwa hakika vijana hawa wanafanya shughuli kubwa kabisa ya dini na da'wa katika mji huu wa Port Victoria. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, usisahau pamoja kusubscribe pamoja na kushare ili wengine waweze kupata ujumbe huu na waweze kupata matangazo haya yaliyorushwa kupitia Zamyl TV Nuru ya Imani. Ulikuwa naye mpendo wako, mtumishi wako Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.